Ni siku nyingine tena ndani ya Data Sports, tuko na mchambuzi mahili zaidi Super Zuberi Mkalaboko. Tuko naye hapa kwa ajili ya kudiscuss au kujadili yale mengi ya kimichezo ambayo siku zote yamekuwa yakizungumzwa kwa ukubwa zaidi, na leo tutajikita kwenye klabu ya Yanga bwana. Unajua Wananchi ni klabu ambayo inazungumzwa siku zote kwa ukubwa zaidi. Simaanishi Simba wazungumzi kwa ukubwa au vilabu vingine, lakini jambo ambalo limetufanya tuketi hapa mimi Alois Sagara pamoja na Zuberi Mkalaboko ni jambo la Wananchi bwana. Tutakwenda kuangazia kuhusiana na kuandaa wachezaji mbadala, kwa maana ya replacement ambazo zinakuwa zinafanyika ndani ya klabu ya Yanga. Kuna baadhi ya maeneo inaonekana kwamba wamekuwa wana struggle sana kupata mbadala sahihi wa mchezaji ambaye anakuwa ametoka ndani ya kikosi, na tutakuja tukuzia hapa baadhi ya maeneo machache zaidi ambayo yamekuwa yakistruggle ndani ya timu ya Yanga. Ungana nasi kuanzia mwanzo hadi tamati, lakini taarifa njema ambayo natamani nikujuze hivi sasa bwana inatoka Yas kwa kushirikiana na Data Sports. Tunakwambia kwamba unaweza kujipatia router safi zenye kasi ya 5G ambayo unaweza kuipata kwa shilingi 2,500 na unalipia mwezi mmoja kuanzia shilingi 70,000 ambayo utailipia wewe, na kuna vifurushi vya ziada vya juu zaidi kulingana na mahitaji na matumizi yako mwenyewe. Unajua kwenye matumizi ya internet bwana, watu tunakuwa tunatofautiana. Kwa hiyo wewe ukishanunua router kwa shilingi 2,500 unalipia 70,000 na kuendelea kulingana na mahitaji yako. Unaweza kupiga namba za simu ambazo zinaonekana hapo chini ukajipatia router yako ya Yas yenye kasi ya 5G ambayo inakupatia pia fursa ya kuunganisha watu zaidi ya 30 mkaweza kuenjoy pamoja. Super Zuberi Mkalaboko, imekuwa ni siku nyingine tena njema zaidi, tumekutana ndani ya Data Sports. Karibu bwana. Asante sana. Tunataka tuangazie baadhi ya maeneo ndani ya klabu ya Yanga ambayo yamekuwa yakistruggle baada ya mchezaji A kuondoka, replacement yake inakuja kuwa shida. Hapa nitaanza na eneo la ushambuliaji ndani ya klabu ya Yanga. Ndiyo, sasa yuko Prince Dube, yuko Depo ameongezwa pale, ameongezwa pia kijana mwingine mzawa kabisa Mwanengo, wako kwenye eneo la ushambuliaji la klabu ya Yanga. Lakini kabla yao kuna baadhi ya washambuliaji walipita baada ya Mayele kuondoka, wakaja washambuliaji wakapita, lakini ilionekana kwamba wana struggle sana kufanya deliverance ndani ya timu. Changamoto zipo nyingi sana. Mimi nataka nianze na changamoto hii ambayo mimi pia naiona inaviathiri sana vilabu vyetu ikiwemo Young Africans Sports Club. Changamoto ya kuwa na malengo ya muda mfupi. Yaani timu inapokuwa na malengo ya muda mfupi kwamba tunakaa na Mayele huyu au tuko na Djigui Diarra, tutamtumia misimu 4 misimu 5, akishaondoka basi la kwake limeisha hilo. Hatuna malengo ya muda mrefu kwamba wakati tuna Mayele hapa tumuandae backup yake, kitokea Mayele anaondoka, either tumemuuza, tumefanya biashara, huyu ambaye tayari tushamuandaa anakuja kuvaa viatu vyake na kuendelea kufanya kile ambacho kilikuwa kinafanya na mchezaji aliondoka. Tuna shida. Hatuko katika mfumo wa mpira wa uwekezaji. Ndio. Tuko kwenye mfumo wa mpira wa ununuzi. Sasa ununuzi ni mtaji. Uwekezaji ni mtaji ambao unakuwa kulingana na soko linavyopanda. Lakini ununuzi ni nguvu yako ya mtaji sokoni. Soko letu haliko katika mfumo wa uwekezaji, alafu tunataka kufanya mfumo wa ununuzi kukiwa hakuna mitaji. Hii ndio athari ya kwanza. Nitakupa mfano. Wachezaji wazuri wote ambao tunawajua wote ni ngumu sana kuwaona kwenye ligi yetu kwa sababu ya nguvu ya mtaji sokoni ndogo. Wachezaji wazuri wote wanaogeuka kuwa bora sana kwenye ligi yetu huwa hawadumu kwenye ligi yetu ama hawadumu kwenye vilabu vyetu kwa sababu ya kutokuendana na nguvu ya thamani zao. Sasa haya yanatokana na nguvu ndogo ya mfumo wa uwekezaji na nguvu ya mtaji kwenye vilabu vyetu. Uwekezaji ungeleta faida hii kama tungekuwa tunawekeza, maana yake kwa rahisi kupata wachezaji ambao wengine wanajengwa na wanaibuka kuendelea kuzisaidia timu. Kwa mfano, tumekuwa tukiona Asec Mimosa. Leo Asec Mimosa huwezi kumzungumzia Zizikiwa kumkumbuka. Hapo katikati wamepita watu wengine wengi. Ndio. Uwezi ukamzungumzia sijui nani. Wamepita watu wengine wengi. Ukienda Stade Malien uwezi kumtaja Jigu. Wanao wengine wengi kwa sababu wao wako katika mfumo wa uwekezaji, serious football project. Sisi vilabu vyetu havijafika huko. Ndio naanza kuona Yanga wanaanza kuwa na hizi serious football project ambazo mara nyingi pia ndio zinafanya vilabu vingi vikao vya sustainability, uwezo wa kumudu nguvu, kwa sababu unazalisha rasilimali zako. Lakini kama unategemea rasilimali kununua, ulioinunua ikipanda thamani uiwezi, itabidi uuze. Sasa kupata mwingine na quality ile, kwa sababu wachezaji ni binadamu kama mtambo au gari. Wewe ulikuwa na V8 ghafla umejikuta mambo yabadilika, umenunua Subaru, unaelewa vizuri. Kwa fasili yake inakuja hapo. Sasa kwenye ligi zetu huo ndio utofauti unakuja hapo. Kwa hiyo tabu inakuwa hivi, umepata mchezaji bora sana, umemuuza kaondoka. Ili upate mchezaji bora ni pesa nyingi.
unaenda kujiongeza kutafuta kubahatisha kama ulivyompata yule wa bei rahisi. Sasa akija kukliki inategemea, na akija kuharibu pia inategemea. Ndio maana sajili zetu zimejikita kuzungumza habari ya Kamari, kwa sababu mchezaji unayemtaka unakuwa mara nyingine uwezi kwa sababu ya gharama zake. Nilikuwa nakueleza hapa, nasema Yanga hawakumtaka Okelo. Kocha wa Yanga Pedro hakumtaka Okelo. Yanga kocha Pedro, kuna mchezaji alimtaka kutoka timu ya taifa ya Angola. Alivoleta gharama yake mezani ni gharama kubwa kuliko hata Depo. Okay. Depo ndio mchezaji mwenye gharama kubwa sasa hivi pale. Ndio. Gharama kubwa, Depo amemtoa Poland kwa gharama kubwa. Sasa management inaletewa na bwana, kweli umetuletea mtu kibunda hicho, hatuna budget ndogo. Kwa hiyo vipi huyu mchezaji, wanamshauri kocha, vipi mchezaji, hebu mfuatilie huyu. Wanamuonyesha Okelo akiwa AFCON. Kocha Pedro anamuona Okelo AFCON mechi ya Tunisia na Uganda. Akamwona, mbona huyu anataka tusaidia? Basi sawa, ndio anasajiliwa. Maana yake unajua ni kwamba nguvu ya fedha ya kupata wachezaji bora inasumbua, tofauti na vilabu vya kaskazini ambako fedha sio mjadala. Wakati mwingine mjadala ni jicho la wachezaji. Kwa hiyo vilabu vyetu kabla ya kuvilaumu sana, mbona vinaleta wachezaji hawafanani viwango, hata fedha zao hazina uwiano kwenye kusajili. Mkalaboko umezungumzia kuhusu uwekezaji, kwa maana nguvu ya kifedha bado ni changamoto kwa vilabu vyetu hapa nchini Tanzania. Mimi naona kama solution ni kitu anachokifanya Yanga kupitia Yanga Soccer School Academy, kuzalisha vipaji vyao, kuwakuza wachezaji wao ambao mwisho wa siku watakuja kuwatumia ndani ya Yanga. Faida ni kwamba wengi wanakuwa ni wachezaji wazawa, wanajua mazingira ya soka letu hapa nchini Tanzania, lakini cha pili wanaijua falsafa ya klabu ya Yanga, kwa sababu misingi ya kisoka wanakuwa wameipata kutoka chini. Kwa maana hiyo Yanga wako kwenye njia sahihi kuipata kesho ile kuwa bora zaidi. Kuna mawili, sio kila uwekezaji kwenye mpira una faida. Nakupa mfano, FC Barcelona walipita kwenye mfumo ya uwekezaji. Ndio. Lakini bado walihitajika kwenda sokoni. Sababu kupata wachezaji wakomavu kila idara kwa kupitia akademi yako ama mfango wako wa soka ni mara chache sana. Hata wakati tunahitaji FC Barcelona ilinufaika na La Masia. Sio wachezaji wote. Mtaja Xavi, Iniesta, Luis Enrique, Iniesta ndo walipita pale. Ako Dani Alves sio pale. Uta Samuel Eto'o alikuwa sio pale, kaja akacheza kaondoka. Sawa. Kwa nini? Maana yake ni kwamba hata kama utakuwa na uwezo kupata wachezaji 11 wote mpaka 20 wanatoka kwenye kiwanja. Kwa wakati mwingine kitakachokufanya ni kupunguza gharama za uendeshaji. Kwa faida yake kwenye Serious Football Project, timu haitoendeshwa kwa gharama kubwa. Utafanya tu zile financial signing kubwa zile za kufanya signing zile ambazo zitakuwa zile regular signings za kujulikana kutaka wachezaji, lakini una base umetengeneza. Kwa hiyo hilo nalo lisema lina nafasi. Lakini wakati mwingine uwekezaji wa klabu kama Yanga ule sio kwa sababu ya Yanga wenyewe. Ile ni biashara. Kwa mfano, ukichukua wachezaji wa Yanga, kwa mfano Yanga leo wamezindua program yao. Wamepata mfadhili kwenye academy yao. Yes. Ile program ya mfadhili kwenye academy yao, kwa mtu ambaye anajua Serious Football Project, maana yake huyu mfadhili anakwenda kudhamini tournaments za academy za Dar es Salaam kwa wachezaji 7 tu ambao Yanga wanawataka. Kwa hiyo zikifanyika zile tournament, Yanga watapata wachezaji 7 tu, watawapeleka kwenye soka school yao. Yanga wana mikataba ya kwenda kupeleka wachezaji kwenda kucheza na academy za Ulaya. Wale wachezaji wakionekana wakapendwa kule, ukiuza wachezaji wawili tu umetengeza pesa. Mchezaji mmoja anarudi mpaka bilioni 7. Yeah. Kwa miaka 18. Kwa hiyo unaona njia wanaopita. Wanapita njia ya faida katika mtindo wa uwekezaji kwenye mpira. Lakini uwekezaji ule una gharama. Unaweza ukaona academy ama una kituo kama kile kina watu 700, wachezaji ambao wanakuja kuclick kuonekana elite ni wachezaji 5 au 3. Wakati tunazungumzia Sadio Mane kwenye ile academy aliyopita pale kwao. Sio kwamba hakuna wachezaji wengine. Generation Foot. Ni yeye ndo kaonekana, lakini faida yake ni kubwa kwa sababu utapata solidarity fee, atauzwa, atakwenda huko na atakavyozidi kuendelea, nyinyi ndo mnanufaika na ule mlabaha mnaopata. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba kuwekeza tu sio kuna maana ukiwekeza kwenye juniors kwamba kuna faida kwenye senior wakati mwingine. Timu ambazo zinaongoza na uwekezaji sasa hivi kwenye senior team walikuwa ni FC Porto kwa rekodi ya mwaka jana. Ndio. Wanakuja Manchester City kwa rekodi ya mwaka jana. Vijana wengi kwenye uwekezaji kwenye academy zao ambazo zina majibu. Walikuwa wanatajwa Ajax. Yes. FC Porto wanafanya nini UEFA Champions League? Hakuna shughuli kubwa. Lakini ukija kwenye uwekezaji matrix yake iko juu kuliko Man City. Hiyo ni takwimu ambayo iko nayo kwa msimu wa mwaka jana. FC Porto ndio wanaongoza. Timu ambayo imenufaika sana na wachezaji vijana na nini. Maelewa vizuri. Kwa maana sio wale wachezaji wake, wana wachezaji ambao wamesalisha wako kote, wanakwenda kwa kuwauza na kunufaika faida waliopata faida ya uwekezaji. Man City pia wakawa wanafuata.
Maelewa vizuri? Ndio. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba hii inawasaidia vilabu kuwa na mitaji ya kujiendesha. Kwa hiyo kuwa na uwekezaji na maana kwamba sasa tiba yetu sisi ni kuwa na academy. Kuwa na academy sio tiba kwa sababu ya club tu. Itafanya club pia kuwa na vyanzo vya mapato vya kufanya hata usajili wa gharama kubwa ufanyike. Ndio maana ulikuwa uwezi kushangaa kama Cesc Fabregas Arsenal walikuwa wanamrejesha kutoka wanamrejesha Barcelona kutoka Arsenal baada ya kumuuza wakati huo. Kwa maana sasa tayari una fedha, unaweza kufanya hicho kitu. Sasa unapata faida nini? Unapata faida kwenye senior team kwa mikataba inayoingia, na unapata faida kwenye juniors kama unaweza kuuza watoto wadogo. Kwa hiyo football imetanuka sana, na ndio maana unaweza kuona mtazamo wa viongozi wa kisasa hawa kina Arafat na kina Hersi ni kuendesha taasisi kama Young Africans ifike hatua gharibu abaki tu kuwa mfadhili, abaki kuwa mdhamini, sio mfadhili, abaki kuwa sponsor. Yes. So sasa hivi sponsor yeye, mfadhili yeye, ifike hatua klabu iendeshe na mgawanyo. Na mgawanyo. Na ndio maana unaona haraka wanasisitiza upatikane uwanja, sababu uwanja ni asset ambayo pia baadaye inaleta faida. Watoke haraka wasio liability, watoke haraka wawekeze kwenye academy. Academy pia itakuwa ni taasisi inayoleta faida. Maana yake vitu baadaye vinajiendesha. Kwa hiyo club inaweza ikakaa kwenye mkutano wake wa mwaka, mnaanza kuzungumzia bajeti inayokaribia trilioni. Kwa nini? Kwa sababu club inatakiwa ijiendeshe, na ndicho kitu ambacho tunataka viongozi ambao visionary, wachambuzi ambao visionary tunaujua mpira. Lakini ukitafuta wachezaji wetu wote wacheza bani, hizi project haziwahi kufanyika. Ndio. Hakuna nchi project za mpira ndio zinaanza Yanga Afrika. Ndio maana wakosoaji wengi ndio wanacheza mpira zamani. Utasikia mpira mchezo wa maskini, mbona gharama kubwa kwa mtu. Nani kakwambia mpira mchezo wa maskini? Mpira hauchezwi na maskini. Mimi na rafiki yangu na kakangu ni lecturer Msumbe. Ana mtoto wake tangu uwekezaji na ufahamu. Kwa mara ya mwisho nimegundua mtoto wake kipaji chake akiwa anafanya majaribio Fountain Gate ni mwaka 2018. Ukihesabu mpaka sasa ana miaka 8. Sasa wiki jana anafikisha miaka kama 16 17. Yuko Uingereza sasa hivi. Kapita Fountain, kapita Magnet hapa, sasa hivi yuko Uingereza. Mzazi anatoa pesa mfukoni anawekeza kwa mtoto wake kufikisha dream ya mwanae. Ndio. Lakini akionekana hapa watu wataona kama kitu cha ajabu. Ndio uwekezaji unaofanywa na wazazi wanaojua watoto wao ile ni kama taaluma wanavyopeleka mtoto chuo kikuu. Sisi tunataka mpira wetu ule wa zamani wa kipaji kionekane. Ndio maana vipaji vyetu vilikuwa vinaonekana haviendelezwi. Wote waliocheza bani, mbona mkucheza professional? Kwani kipindi hicho milango ya kwenda Ulaya ilikuwa hakuna? Mlikuwa mchezi timu yetu ya taifa mchezi na wengine mkaonekana kwamba sisi tunaangalia kipaji, ana kipaji sana, alafu wataalamu wa kumuendeleza, facilities za kumfanya acheze zitapatikana wapi? Wewe unaona vile viwanja vimetengenezwa bali ni gharama kubwa. Vile viwanja mmoja mcheze bure tu pale. Haya, wamemchezea Karume, uwanja wa Karume bure ule umekwisha. Mnazilaumu mamlaka leo. Kwa nini? Maana yake ni kubadili fikra zetu. Kuiona hii tasnia ya mpira ni biashara kubwa duniani, ambako sasa naona kama Young Africans ndio wameimeza kwa vitendo. Simba walikuja, lakini walikuwa wanaendesha kwa mtindo wa nguvu ya mtu mfukoni. Mohamed Dewji alikuja vizuri sana Simba. Miaka 4 nyuma hapa, 5 nyuma, na Simba ya vijana ile. Lakini ilikuwa inakufa kwa sababu ilikuwa haijafanywa ijiendeshe, ipate sponsorship, watu walipie klabu ile. Lakini sasa hivi Yanga walikuja kulipia, watu kwanza wakaanza kukosoa. Kwa nini? Wao wanacheza mpira kwenye miembe huko polini. Anacheza mtu kwenye vumbi, anaibuka, anacheza ligi kuu, kamaliza, akitoka hapo anadhani mpira alivyo anacheza yeye ndio dunia. Sasa hatuwezi. Ndio maana tukileta hapa professional players, nani atakwambia mifumo ya kuendesha mpira kisasa? Inakuwa ngumu. Mkalaboko, miongoni mwa viongozi ambao tuko nao kwenye soka letu la Tanzania, ambao mimi miongoni nasema ni visionary leaders, ni Engineer Hersi Said. Mambo anayofanya ndani ya Yanga, anaipeleka Yanga kwenye direction ambayo ni nzuri zaidi. Yanga ya miaka 10 ijayo, miaka 5 ijayo inaweza kuwa ni Yanga ambayo kila mchezaji atakuwa anatamani kuichezea, sio barani Afrika tu, hata mataifa mengine nje ya bara la Afrika. Mbona hawa vilabu vingine hawahitaji kujifunza kutoka kwa Young Africans? Lakini kuna hivi vilabu vyetu Simba, Yanga kwenye kati tofauti wamekuwa akienda kujifunza Sevilla na mataifa mengine. Kwa nini vilabu ambavyo viko hapa nchini Tanzania havitaki kujifunza kwa vilabu vyetu ambavyo vinaonyesha kwamba vinapita kwenye njia sahihi zaidi? Nadhani ni kawaida yetu, na ni wajibu sasa kwa mamlaka za mpira kuweka masharti ya sifa za viongozi wa mpira. Hii hoja ya degree isiyozingatia kitu gani pia imetuchelewesha. Ndio. Nilikuwa nafuatilia. Natoa mfano mwepesi. Nilikuwa nafuatilia. Unafuatilia vita ya Iran? Kidogo sana maana. Kufuatilia wasifu wa viongozi wao wote wanaondana na taaluma walizosomea ndio wanazofanya kazi. Ukisikia mkuu wa kitengo cha nishati Iran, huyo ndio kasema electrical engineering, si nini masters mpaka PhD.
Kwetu huku unaweza kuta mwalimu ndio yuko Wizara ya Fedha anasimamia kwa hoja kwamba anasimamia kuna wataalamu. Sasa kuwa na wataalamu na wewe hicho kitu ukijui, maana yake utakuwa unalitoa taarifa zilizoandikwa, wewe unashawishiwa na meza. Wewe mwenyewe una weledi kwenye maeneo haya. Twende kwenye mpira wetu. Unasimamiwaje? Nimefurahi. Kuna mahala lazima tuseme kweli. Moja eneo ambalo tumefanikiwa sana sasa hivi ni kwenye idara ya ufundi. Tulikuwa na mkurugenzi wa ufundi ambaye anatokana na kizazi cha sasa. Ni Oscar Milambo. Amefanya vizuri sana. Na naona mabadiliko haya yanakuja, mifumo ya makocha. Lakini sasa hivi anakuwa kama mkurugenzi wa bodi ya ligi tena. Yuko pale. Sasa kwa nini? Wakina Health. Na kwa nini vilabu vingine hatufanya? Hatujaweka masharti ya kuendesha mpira wetu kwa weledi sana. Ila tunataka mpira wetu uende kwa weledi. Iko haja mamlaka za mpira zizingatie sana weledi wa kitaaluma katika kuzungumza na kuzungumzia mpira na kuendesha. Na isitoke kuija hadi kwa sisi tunoka huko. Tusitake kufanya ni kipaji kuchambua mpira. Watu wasomee. Utawala. Unajua football ina utawala. Ndiyo. Football ina ufundi, mambo ya ndani ya uwanja. Vitu vyote watu wasomee. Psychology. Tukiweka hayo masharti yatatusaidia. Ndio maana tunakwambia mbona wenzetu wanachambua mpira, kasomea mpira, kacheza mpira, kwa sababu wanaheshimu taaluma za watu. Sisi juzi nakuja ithibati kwa waandishi wa habari, watu wanasema hamna kutangaza kipaji. Unaona taifa lilivyokuwa la ovyo. Yaani tunaamini taaluma za watu ziendeshwe kwa vipaji. Taaluma lazima iwe taaluma. Kipaji kitokane na taaluma. Mchezaji akiwa na kipaji aendelezwe. Ndio kwa profession. Ndio maana kuna football academy, wewe una kipaji uendelezwe. Kwa hiyo hata hii tunavyozungumza nyuma ya pazia kwenye microphone, tuzungumze vitu ambavyo vimetuumiza tunavijua. Mimi nikizungumza football, nimeshangaika na academy najua. Ndio. Nimefundisha watoto wadogo juani najua. Nimefunzwa najua ugumu na wepesi unatakiwa utoke wapi. Nafasi ya mamlaka kutoa ruzuku tunajua. Wepesi wa football wazazi kupata elimu na kuelewa kwamba kumbe mpira ni sana kumpeleka mtoto VETA ileweke. Sasa atakayesema nani? Kama mchambuzi asiyejua soka la vijana likoje. Kama mchambuzi ya kupita soka la vijana amecheza tu, kachezea katoka shuleni hivyo hivyo kijana, kama hakukuwa na sera na utekelezaji wake ambao unafungua ya mambo yaleweke unakuwa. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo vinafanya hivi vitu visionekane kwa sababu hatukuviweka katika muktadha wa uwazi. Bwana huyu alikuwa ni Super Zuberi Mkalaboko, ameweza kutupatia darasa la kutosha zaidi. Je, ni wapi vilabu vyetu vilipo na vinatakiwa vipite njia gani na kufika juu zaidi kwa jinsi ambavyo wanaviendesha vilabu hivyo, na tukijikita kwenye klabu ya Young Africans ambayo ndio imeweza kutumika hapa kama mfano. Langu jina ni Aloisi Sagara, nilikuwa na Super Zuberi Mkalaboko, nyuma kamera ni Mr. Pako, ndiye aliweza kutufanya mimi na Mkalaboko hapa kuweza kuonekana kwenye picha ambazo ni angavu zaidi kwa maana ya HD. Tukutane tena wakati mwingine ndani ya Data Sports. Bye bye.